Mama yako mzazi mpe mkono, mkumbatie. Dada yako, mtoto wako wa kike, mtoto wa ndugu yako, mtoto wa dada yako wa kike, hawa shangazi yako, hawa unaruhusiwa kuwasalimia. Lakini mwanamke ambao unaweza kumuoa, Mtume wa sallam katika riwaya nyingine anasema ni bora uchukue chuma ya moto ukaingiza kwenye moto ikawa nyekundu, ukaingiza kwenye ngozi yako ikapenyeza mpaka kwenye mfupa yako, ni bora hivyo kuliko kumgusa mwanamke ambaye ni ajnabi. Sasa hapa si masala ya kwamba inatengua saumu, haitengui saumu ya mtu, lakini umefanya jambo la haramu. Ndugu yangu, umefanya jambo la haramu na ni jambo la hatari. Unajua kuna baadhi ya vijana wanasema, bwana, mimi namsalimia huyu mwanamke, ni jirani yangu, ni mfanyikazi mwenzangu, ni mfanyikazi wangu, ni mwanafunzi wangu, namsalimia, sina nia mbaya na yeye. Kweli huna nia mbaya ndugu yangu, lakini upate kujua sheitani yuko katikati yenu. Unajua sheitani haji tu moja kwa moja kukuingiza katika mambo ya haramu, anaanzia mbali sana. Inaweza ikachukua mwaka, miaka, hata aje kutumbukize kwenye hiyo shimo mbaya, amekupitisha mahali pabaya sana. Unajua namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanamume ni tofauti na alivyomuumba mwanamke. Mwanamke ameumbwa na sauti nyororo, sauti ambaye ni ndogo, mwili yake yenyewe nyororo, nyebamba, mwili yenyewe imeregea regea. Lakini mwanamume ameumbwa na sauti ya bass, sauti yake ni sauti ya kuamrisha, manake mwili yenyewe ngumu, kavu. Mwili ya wanaume ndio hivyo ndugu zangu. Sasa wewe unasema mimi sina nia mbaya, ukamsalimia ule mwanamke, ukampa mkono, mimi sina nia mbaya na yeye. Ulipompa mkono, sheitani anakuja hapo hapo, anakuambia ikiwa mkono wa mwanamke huyu ni laini namna hii, sehemu nyingine ya mwili itakuwaje? Sasa tayari umeshaingizwa kwenye fitna. Ndio unaona sasa utaanza kushawishika na mwisho wake itakupelekea mahali pabaya. Ndio unaona zile njia zote ambayo inampeleka Muislamu katika mambo ya zinaa, katika mambo ya maradhi ya ukimwi, katika Uislamu hiyo mlango imefungwa. Ukitaka kwenda mbele yako mlango umefungwa, nyuma yako, kuliani, kushotoni, juu chini. Leo Muislamu akija kupatikana na maradhi ya ukimwi kwa sababu ya makosa yake yeye mwenyewe, atajilaumu yeye mwenyewe, kwa sababu dini yetu imetuweka mahali pasafi sana. Mwanamke anakuletea mkono, yani ajnabi, mwanamke Muislamu au sio Muislamu, mwambie bana, sisi Waislamu dini yangu hairuhusu. Mwambie tu hivyo, atakuheshimu wallahi. Lakini wewe unaona ni mambo ya kawaida tu, wala hujali. Watu wanafanya, mimi pia wacha nifanye. Leo ni wangapi katika watu wamepatikana na maradhi ya ukimwi kwa sababu walisalimia tu, alitoa salamu tu, akampa mkono mwanamke. Ni wangapi leo wamelazwa hospitalini na maradhi mbaya kwa sababu aliona tu. Si kitu ndogo hii ndugu zangu. Kwa hivyo watu watakana wachukue tahadhari. Hii haitengui saumu ya mtu, lakini umeingia katika madhambi na ni jambo la hatari ambayo Muislamu nitakana achukue tahadhari. Naam, kuna swali nyingine jamani? Naam? Hakuna maswali eh? Okay. Basi tutafunga kikao inshallah. Tutakutana tena sijui hapa ama ni kule siku ya Alhamis. Ule mashallah. Wa salaam inshallah. Kwa Ramadhani wewe katika huyu ndugu yetu anauliza swali nzuri sana. Umekosana na mtu mpaka ukapigana na yeye katika mwezi wa Ramadhani, uko ndani ya saumu. Ndugu zangu, hii ni kitu makosa makubwa sana ambao watu wengi wanafanya. Hii saumu Ramadhani imeletwa, sisi tunapata mafunzo maalum, ni chuo kikuu. Tunafundishwa hapa ndugu zangu baadhi ya tabia na mwenendo na namna ya kuamiliana na watu na kuishi na watu. Ndio ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mmoja wenu atakapokutukana, wa insabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saimun inni saimun inni saimun. Mmoja wenu atakapokutukana ama akakupiga, mwambie bwana, mimi nimefunga. Haina haja ya vita. Usije ukaharibu Ramadhani yako kwa sababu ya kupigana na mtu kama huyo. Mwambie mimi nimefunga, muoneshe ile athari ya Ramadhani kwenye maisha yako. Sisi wengi wetu hapa athari ya Ramadhani haimo kwenye maisha yetu ndugu zangu.
Ndio unamkuta mtu anasema urongo na amefunga, unamkuta mtu anatukana amefunga, anatoa maneno machafu, unamkuta mtu anasikiza mziki na amefunga, na hii yote ni haramu hata katika masiku mengine isiyokuwa ya nini. Kama juzi kabla Ramadhani kuanza siku moja, jamaa mmoja anatuambia kuna jamaa yake katika familia yao alikuwa anafaa kwenda kusaini mkataba wa riba kwenye shirika moja la riba, amekataa kusaini kwa sababu Ramadhani imeshaingia. Hii ni ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ndugu yangu, tuone athari ya Ramadhani katika maisha yako na yangu, ndugu zangu. Sasa ikishakuwa wewe athari ya Ramadhani yenyewe haionekani, ndio Mtume wa sallam akasema, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabah. Ikiwa mtu hatoacha maneno ya urongo, man lam yada qawla zur wal amala bihi, na kutenda kupitia kwa urongo, maisha yake yote yamezungukwa na urongo, maisha ya ujanja ujanja tu manake, basi hana haja ya kuacha chakula chake na maji yake eti kwa sababu ya Ramadhani. Hana haja, alikuwa anatakana ale tu. Sasa wewe ndugu yangu, usifanye mambo ya ujinga kwa sababu watu wanafanya ujinga. Ukimwona mtu anaanza kutukana, wewe toka hapo, nenda zako, nyamaza, mwambie bwana, mimi nimefunga, hakuna haja ya kuharibiana saumu. Na hii ndio sifa ya Muislamu ambaye kila wakati unatakana ufanye hivyo. Lakini leo Waislamu wanapigana ovyo ovyo tu, mtu anatukanana ovyo ovyo tu, matusi yanatoka ovyo ovyo tu, na wako ndani ya saumu ambaye hata katika miezi mingine isiyokuwa ya saumu Muislamu uruhusiwi kutukana, uruhusiwi kusema urongo, uruhusiwi kupigana ovyo. Hii mambo ya kupigana ovyo si jambo rahisi, ndugu zangu. Kuna baadhi yetu sisi hapa nafikiri mtu kupigana na watu kila wakati ni kitu kizuri. Sio kitu kizuri hichi. Unaweza pata mtu wakati mwingine, ndugu yangu, ukajuta kwa nini ulipigana na yeye, na ikakuletea madhara ambayo utajuta maisha yako. Hii inatokea labda kwa sababu ya self defense. Hakuna budi sasa, majambazi wamevamia, wametokea watu maadui, mimi sina budi, ni lazima nitetee haki yangu hapa. Hapo ndio itabidi sasa. Lakini wewe usio ni mtu kupenda sana mambo haya. Kitu kidogo basi uko vita tu. Kitu kidogo unatukana watu, unadharau watu. Hapana. Haifai namna hiyo. Mtume wa sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, laysa almu'min bitta'anin wala la'anin wala alfahish wala albadhi. Muislamu wa kweli hatukani. Wewe ukimwona Muislamu anatoa matusi kwenye mdomo wake, pata kujua huyu imani yake iko chini ya viatu vyake. Huyu hana imani. Laysa almu'min, Muislamu wa kweli hawezi kufanya hivyo. Bitta'anin wala la'anin, Muislamu wa kweli hawezi kulani. Halani lani ovyo, ndugu zangu. Na leo wanawake wengi wanawalani watoto wao, wanawalani waume zao. Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan, wanawalani waume zao, wanawalani watoto wao. Na unajua hii laana, ndugu yangu, ukiitoa wewe, kuna riwaya ambayo inasema itakwenda itamtafute ule mtu ambaye ni muhusika, ikimkosa hakuna manake, itakwenda itagonga ukuta, itakurudia wewe mwenyewe. Na ndio unaona hawa wanawake wengi ambao wanalaani ovyo, imeshawarudia wenyewe tayari. Wamechanganyikiwa, hawajui wanaishi vipi, wamo ndani ya hasira kila siku, hawana raha maishani. Hizi ni laana wanatoa ovyo. Muislamu wa kweli hawezi kulani ovyo. Wala alfahish, na Muislamu wa kweli hawezi kutoa maneno machafu katika mdomo wake. Wala albadhi, albadhi ni mtu ambaye anatoa maneno machafu bila kuwa na haya mbele ya watu. Anaweza akazungumza maneno machafu mbele ya wazazi wake, mbele ya watoto wake wadogo, mbele ya mke wake, mbele ya wajomba zake, wala haoni kama ni kitu. Wallahi, kuna baadhi ya watu namna midomo yao ilivyokuwa michafu miongoni mwetu hapa. Anaweza akatoa maneno machafu ukasema hapana, hakusema huyu, haikutoka katika mdomo wake, ni mwingine. Mimi labda nisikie vibaya, ndugu yangu, sio huyu. Huyu hawezi kusema hivyo. Hauwezi kuamini baadhi ya matusi ambayo yanatoka katika midomo za Waislamu. Kisa na maana watu wanazungumza hivyo, ndio watu wanavyofanya. Kama hili neno F ambaye leo Waingereza wanatumia F, kila saa kitu kidogo ashakutoa matusi ya F. Unajua F maana yake wewe unafanywa kitendo maana. Sasa sisi naye tunaona hii ndo maendeleo, ndo mambo leo. Kumbe Muislamu hafai kufanya haya mambo ndugu. Nafikiri umefahamu ndugu yangu. Naam insha. Nakusalamu. Anauliza swali kwamba tunapokuwa katika safu, tunamalizia hapa. Kuna swali nyingine jamani? Okay, uliza.
Tumetaja ama ukuu Sheikh utaiona kwenye tutaifafanua zaidi. Okay, inshallah. Ndugu yetu anauliza kuhusiana na masala ya watu kupanga safu ndani ya swala. Tunafaa kushikanisha miguu ama kila mtu akuwe peke yake? Ndugu zangu, leo kama kuna kazi ngumu ya kuwarudisha watu katika safu ambayo Mtume alitufundisha ni masala ya safu haya. Hakuna kazi iliyokuwa ngumu kama hiyo. Mtume ametuachia safu ndani ya swala, ndugu zangu. Na ukitaka kujua umuhimu wa safu katika maisha ya Muislamu, Mwenyezi Mungu ametaja sura nzima ndani ya Qur'ani inaitwa surati Saf. Na ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ameapa na malaika ambao wanapanga safu, na sura nzima inaitwa kwa jina ya malaika hawa ambao wamepanga safu. Mwenyezi Mungu anasema wasafati safa. Mwenyezi Mungu anaapa na malaika ambao wamepanga safu. Hii safu ambayo leo Mtume alitufundisha sisi, ndugu zangu, katika swala, tumewaachia mapolisi na majeshi. Majeshi na polisi ndio ambao wanapanga safu vile Mtume alivyofundisha. Wewe muangalie rais wa nchi au mkubwa wa jeshi anapokuagua gwaride, majeshi walivyopanga line imenyooka kabisa namna hii. Tumeshaiacha, maana yake leo dini yetu inatumiwa na watu wengine, ndugu zangu. Natumiwa na watu, lakini wallahi hakuna jambo la hatari. Wewe leo ukitaka kujua Waislamu hawapendani, Waislamu hawahurumiani, Waislamu hawaoneani upole, Waislamu wako mbalimbali, kila mmoja anamuogopa mwenzie, haina haja ya kuwachunguza wala kuwafatafata. Hapana, wewe waangalie tu wanavyopanga safu ndani ya swala. Inakutosha kujua hawa watu wanachukiana, hawa watu wanaogopana, hawapendani, hawahurumiani, hawaoneani upole, safu tu. Leo kuna baadhi ya watu wanasimama hapa msikitini, anasimama kama bata. Bata imesimama namna hii, ndugu zangu, miguu huku, moja iko mashariki, moja magharibi. Mwingine amesimama nafasi ya watu watatu, amechukua mtu mmoja, amejipanua namna hii na miguu yote amepanua namna hii, na akienda raka ya kwanza akirudi anabana, maanake sasa tayari ameshaacha mwanya pale, tayari ameshaacha mwanya. Kuna baadhi ya watu miongoni mwetu katika baadhi ya misikiti, ndugu zangu, hawakubali kabisa mtu aguse mwili wake. Tembea katika baadhi ya misikiti hapa utaona, ndugu zangu, na ukijaribu kumkaribia yeye pia anasogea, ukimkaribia tena anasogea. Kuna mmoja jamaa alimkaribia akasogea, mara pili tena akamkaribia akasogea, mara tatu alipomkaribia, alipomgusa mwili wake hivi, jamaa alivunja swala bwana. Akamwambia shekhe, nikuachie msikiti au vipi shekhe? Niambie kama utaki ni swali hapo, uniambie shekhe. Mambo gani haya kusagusa miili ya watu? Yaani utafikiri kuna baadhi ya watu miongoni mwetu hapa hawakuumbwa na matope, wao wameumbwa na aina ya madini fulani, ama ni marbles. Ametufundisha watu washikane visigino kwa visigino. Ndio pale Mtume sallam anatoa tahadhari, anasema fawalladhi nafsi biyadihi la tuqimanna sufufakum au la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum. Mtume anasema na hapa na yule Mola ambaye nafsi yangu imo katika mikono yake, ambaye ni Allah, wallahi mutaziweka safu zenu sawa katika swala, au Mwenyezi Mungu atazigawa baina ya nyoyo zenu. Na katika riwaya baina qulubikum, katika riwaya baina wujuhikum, baina nyuso zenu. Kila mmoja ataanza kumchukia mwenzie, kila mmoja ataka kumuona mwenzie, na ndio ndivyo ilivyo leo, ndugu zangu. Wewe ingia msikitini hapa uangalie, kila mmoja anapomuona mwenzie anatahadhari, anaona huyu ni aina gani, huyu ni nani huyu. Kila mmoja anaona mwenzake ni adui mbele yake. Moja katika sababu ziko nyingi ni kwa sababu leo tumeshindwa kuweka safu sawa ndani ya swala. Mtume wa swala anasema man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu azza wa jalla. Mtu yoyote mwenye kuunganisha safu, Mwenyezi Mungu atamuunganishia mambo yake. Wewe Mwenyezi Mungu akikuunganishia mambo yako, ndugu yangu, nani ambaye amefaulu katika dunia hii kuliko wewe? Wa man qata'a saffan, na yeyote ambaye atakayevunja safu, Mwenyezi Mungu atamkatilia mbali. Na Mwenyezi Mungu akishakukatilia mbali, ndugu yangu, nani ambaye yumo ndani ya hasara kuliko wewe? Hili si jambo la kuchezea, ndugu zangu. Hili ni jambo ambalo ni kitu muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Na kuweka safu sawa ni hadithi aliyopokea Nu'man bin Bashir katika Sahih Bukhari.
Mtume wa sallam kuna siku moja aliwageukia maswahaba akawaambia, ala tasifuna sufufakum kama tasifu almalaikatu inda rabbihim, mbona msiweke safu zenu sawa kama wanavyoweka safu zao malaika mbele ya Mola wao? Maswahaba wakamuuliza Mtume, na malaika wanaweka vipi safu zao sawa mbele ya Mwenyezi Mungu? Ndio Mtume Muhammad sallam akawaelekeza, akawaambia, yatarasuna fi saf, wanaungama ndani ya safu. Ndio Nu'man bin Bashir anasema Mtume aliposema hivyo, faraaitu rajulu yalziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bihi bika'bihi, nikamuona mtu anaegemeza mabega yake kwenye mabega ya ndugu yake na kisigino chake na kisigino ya mwenzake. Safu inapangwa kwa kisigino ya miguu, si vidole. Ukimwona mtu anasimama hivi, amesimama na vidole, pata kujua hajajua safu ya Mtume ni gani. Safu inapangwa kwa kisigino. Kisigino ni mwisho wa miguu huko nyuma hapa, kwa sababu mguu wa mtu inaweza kuwa ndefu na mwingine fupi. Sasa mkiweka vidole, huyu mmoja atakuwa mbele, mmoja atakuwa nyuma. Lakini mkipanga kwa kisigino, hata akiwa mfupi ama mguu wake ni mfupi na yako ni refu, safu yenu mabega itakuwa sawa. Na hii mabega haiwezi kushikana ikiwa kisigino haijashikana. Mabega haiwezi kushikana ikiwa mabega haijashikana. Tuchukue mfano shekhe, hebu simameni wawili kwa faida tu. Njoni hapa kidogo, nataka muone watu wote wana. Sasa wekeni safu sawa. Hapana, kwanza vidole kwa vidole kama tunavyofanya sisi. Sasa mkiweka hivi safu, ndugu yangu, hebu acha nionyeshe kidogo. Tukiweka safu hivi hapa, ina maana hii haiwezi kuungana hii. Maana yake tumesimama hivi, tumesimama hivi. Na wewe pia. Basi hapa kuna mwanya hapa. Na hapa ndo sehemu ya hatari. Hapa ndo mahali sheitani anakuja kukaa. Mtume anasema, namuona sheitani anapenyeza katikati ya safu zenu kama anavyopenyeza mtoto wa kondoo aliokuwa mweusi. Unajua katika miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiwaona maswahaba nyuma ya mgongo wake na yeye anawaswalisha. Hii ni miujiza mojawapo ya Mtume. Sasa hii ndio sehemu hatari. Sasa ili mabega iweze kushikana, kwa sababu Mtume anasema, khiyarukum aliyanukum manakibu fi salah, mbora wenu ni yule ambaye anayelalia mabega ndani ya swala, analalia mabega ya mwenzie. Sasa kidole ikiwa hivi, hii mabega haiwezi kushikana. Ndugu yangu, mimi mfano nije nisimame, hebu sogea kidogo kwa faida tu. Nimesimama hivi, hii mabega yangu haiwezi kumfikia huyu hata siku moja, labda nimlalie namna hii. Sasa niko ndani ya swala, huyu jamaa atakubali kweli? Haiwezekani. Sasa ili mabega yaweze kushikana, na ndio Mtume anasema huyo ndio mtu bora miongoni mwenu, ni kisigino iwe sawa. Weka kisigino pamoja. Kisigino ikija pamoja, automatic hii mabega itakuja pamoja. Na hivi ndio namna Mtume anavyosema watu wapange safu. Mimi nimesafiri katika baadhi ya nchi kama Dubai, nimekwenda katika nchi ya Yemen. Kuna baadhi misikiti wameweka stika kwenye safu, stika ya nyayo. Mahali unafaa kukanyaga ni hivi, stika moja hapo na moja hapo, huyu anakanyaga hapo na huyu hapa, hivyo hivyo tu, unakuta nyayo zote zimekaa sawa. Lakini leo ukijaribu kumkaribia mtu kwenye msikiti, wewe unatafuta matatizo, ndugu yangu. Na wengi wa watu hapa sasa hivi tunazungumza mada hii hawapo. Wale ambao hawapo ndio watakuja kuvunja safu. Sasa wewe kama Muislamu leo umeshajua kwamba hili ni jambo la hatari na ni jambo muhimu. Kuanzia leo unaposimama katika swala, hata unaswali sunna, weka miguu yako straight. Usisimame kama bata hapa. Simama namna hii, straight. Na umeona mtu hajaweka sawa, wewe simama sawa. Unaweza kumpa nasaha baadaye, mpe. Uwezi, usiache kufanya wajibu wako kwa sababu watu wameacha wajibu wao. Na wallahi hii mada ina mahadithi nyingi za hatari ndani yake. Hatuna nafasi ya kuelezea tu, ndugu zangu. Sasa kabla tujafunga kikao, naomba tusimame sote, tuje hapa tupange safu. Kila mmoja apate kujua wajibu wake. Tusimameni tu kwa faida ya umma. Tunafunga kikao sasa. Kisigino kwa kisigino na mabega kwa mabega. Hakikisha kisigino yako inaitwa ankle, imegusa kisigino ya mwenzako. Mashaallah. Sasa hii ndio namna Mtume Muhammad sallam alivyoweza kufundisha. Nitapita. Sasa unaona tukishashikana kisigino kule nyuma, hapa hakuna nafasi shetani ataingia hapa. Unaona hapa hakuna nafasi, hapa hakuna nafasi. Angalia ilivyopanga safu, mashaallah. Angalia mashaallah, angalia. Mashaallah. Hivi ndio namna unafaa kusimama wakati wote, ndugu yangu.
Usifanye mambo ya upuzi kwa sababu watu wanafanya upuzi. Leo tuje katika safu ya pili na ni hivyo hivyo. Mashaallah. Angalia safu ilivyokuwa mashaallah. Angalia mashaallah. Kuna nafasi hapa. Shetani hawezi kupenya hapa kutuvuruga ndugu zangu. Hawezi kupenya hapo bado. Kisigino hapo itakana igusani kama hivyo. Na ipi yapeleka. Mashaallah. Sasa unaona jamani? Sasa wewe fanya wajibu wako. Kila mara wewe simama straight namna hii. Hata kama watu wafanyi, wewe fanya. Na ule ambaye atakuwa karibu yako ambaye anajua pia mtafanya naye pamoja. Na inatokea wakati mwingine unapatana na mtu ambaye pia anajua hii, atafanya pamoja na wewe. Yule ambaye hajui, wewe endelea kuweka mguu wako straight kila wakati. Shetani asije akatuharibia swala zetu hapa na Mwenyezi Mungu asije akatukata. Nafikiri imefahamika ndugu zangu. Tutakomea hapa, wabillahi tawfik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.